Nataka nizungumze kwa habari ya kiongozi mtumishi. Kiongozi mtumishi. Kiongozi mtumishi ni nani? Kiongozi mtumishi ni mtu anayetumika, mwenye wazo la kutumika zaidi kuliko kutumikiwa. Huyu ni kiongozi mtumishi. Na kiongozi mtumishi tunasema moyo wake umejawa na hali ya kutoa huduma zaidi na kujitolea. Kwa hiyo nikizungumzia kiongozi mtumishi ninalenga zaidi uongozi wa kiroho, kwa sababu kuna tofauti ya uongozi wa kiroho na uongozi wa kawaida. Kwa hiyo uongozi wa kiroho ndimo ambamo tunaweza kumpata kiongozi mtumishi kwa uhakika. Kwenye uongozi wa aina nyingine kumpata kiongozi mtumishi wapo, ila ni nadra sana, ni mara chache sana. Sasa mimi nataka nizungumze hasa kwenye upande wa kiroho, ambapo ndipo tunaweza kumpata kiongozi mtumishi. Na tunasema kiongozi mtumishi ni yule ni yule anayeishi kwa ajili ya wengine. Ni mtu ambaye anaishi kwa ajili ya wengine, na hii ndio ilikuwa sifa ya Mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, kuishi kwa ajili ya wengine. Kiongozi mtumishi mara zote anawaza kujitolea kwa ajili ya faida za wengine. Anaweza akachukua masaa mengi kuwaza watu wake kuliko masaa anayochukua kuyawaza maisha yake. Kwa kiongozi mtumishi ni kiongozi ambaye mara nyingi yeye huwa anawaza watu wake, anawaza namna ambavyo atafanikisha malengo na majukumu ya watu wake. Huyu ni kiongozi mtumishi. Na tunapozungumzia dhana hii ya kiongozi mtumishi, kuna vitu vichache vya kuviangalia. Na baadaye nitakupa pia umuhimu wa kiongozi. Umuhimu wa kiongozi. Kwa nini tuwe na viongozi? Umuhimu wake ni nini? Tutazungumza haya. Kiongozi mtumishi, akili yake, mawazo yake, fikra zake huwa anawaza utumishi, tofauti na kiongozi ambaye si mtumishi. Kiongozi ambaye si mtumishi hana utumishi ndani, anawaza faida atakayoipata pale mahali alipoketi. Kwa kuna watu wawili tofauti. Kuna mmoja anaongozwa na nini nitafanya, alafu kuna mwingine anaongozwa na nini nitapata. Hawa ni watu wawili tofauti kwenye hali ya kuongoza. Mtu mmoja kwenye mambo haya ya uongozi anasema servant leaders motivate followers through investing in them and empowering them to do their best. Kwamba kiongozi mtumishi huwa anawashawishi watu, wale wafuasi wake anawashawishi kwa njia ya kuwekeza ndani yao
na kuwawezesha wao ili wafanye kwa ubora zaidi yake. Kiongozi mtumishi popote alipoketi huwa anawaza namna ya kuwawezesha watu wake, kuwekeza ndani yao kwa kuwafanya au kuwawezesha wao wafanye kwa ubora zaidi kuliko yeye. Sasa kama ndivyo basi, kiongozi mtumishi hatimizi majukumu yake tu kwa kusukumwa wala kuvutwa, bali yeye siku zote husukumwa na swali moja linalosema hivi: watu hawa wanataka nini? Watu hawa wanatakiwa kufika wapi? Na mimi kama kiongozi wao nifanye nini ili wafike wanakotakiwa kufika? Kwa nini anawaza? Ni kwa sababu tafsiri halisi ya kiongozi ni kwamba kiongozi ni mtu anayeongoza watu kuyafikia malengo. Kiongozi ni mtu ambaye anafuatwa na watu. Kiongozi ni mtu ambaye ana wafuasi nyuma. Hauwezi kuwa kiongozi kama hauna wafuasi. Kwa hiyo ni mtu mwenye wafuasi, anawapeleka watu kwenye hatima yao, anapeleka watu mahali Mungu anataka wafike. Kwa hiyo kwa ajili ya hiyo, mara zote atafikiri juu ya watu na juu ya Mungu, au juu ya taasisi iliyomweka inataka nini, na hao watu watakiwa kufanyiwa nini ili wafike mahali ambako tunatakiwa kufika. Kiongozi wa namna hii, kiongozi mtumishi, ni mtu ambaye anawatia watu moyo. Wewe kama kiongozi, watia watu moyo, watia watu moyo. Nimekutana mara nyingi na viongozi ambao anagombana na watu wake. Wewe watia watu moyo, kwa sababu mtaji wako, wateja wako ni watu. Kwa ni watu, watie moyo ili wanapokufuata wakufuate wakiwa wana changamko la rohoni, wakiwa na changamko ndani ya mioyo yao. Kama ndani ya kanisa, mchungaji, watie moyo watu wako. Sizungumzii kuto kusimamia nidhamu za kiroho, hapana. Nazungumzia hali ya uongozi, kuwatia moyo watu ili wafikie malengo ambayo umejiwekea. Wanapokuwa wameharibu, kuwa discipline ni jambo lingine, lakini watie moyo watu ili waendelee mbele, ili wafanye vizuri. Kiongozi mtumishi ni mtu ambaye anawekeza au anawezesha watu kuliishi kusudi. Nimegundua hakuna taasisi, hakuna kanisa ambao limepandwa mahali popote na hakuna kusudi maalum, kwamba kwa nini kanisa hili liko hapa. Kanisa lolote, taasisi yoyote, mahala popote ilipo, kuna kusudi mama ile taasisi kuwepo au la hao watu kuwepo. Kama kusudi lipo, basi kiongozi mtumishi huwa anatamani kulifahamu kusudi, kulitafsiri kusudi na kulirahisisha kusudi kutekelezeka kwa watu. Hawezi kubeba mzigo mzito akawatulia. Yeye anawezesha ili watimize wajibu wao. Kwa nini? Mimi naamini siku zote kwamba ndani ya watu kuna nguvu. Ndani ya watu kuna nguvu. Watu unaoongoza wewe mchungaji, watu unaoongoza wewe mzee wa kanisa, watu unaoongoza wewe askofu, ndani yao kuna nguvu. Na hiyo nguvu ni Mungu ameiweka. Ni nguvu ya kiutendaji, nguvu ya vipawa, nguvu ya akili, nguvu ya muda, nguvu ya maarifa walionayo. Hivyo vitu vyote kiongozi kiongozi mtumishi atavitaka kuvitumia kwa ajili ya kuhakikisha taasisi au kundi lake linastawi, linaenda mbele. Ndani ya kanisa Mtume Paulo anaandika, anasema si viungo vyote vifanani. Yaani jicho, katika mwili wa binadamu kuna jicho, kuna mdomo, kuna hiki na kile, kuna vitu vingi. Anasema kimoja kiwezi kumwambia mwenzake mimi ni bora kuliko wewe. Hapana. Maana yake nini? Kama kuna viungo vingi na vyote ni bora, maana yake ni kwamba kumbe tuna uwezo wa kuvitumia viungo tulivyo navyo, ambao ni watu tulionao ndani ya kanisa, ambao wengine wana macho, wengine wana miguu, wengine ni nywele, wengine ni pua, wengine ni chochote ambacho tunaweza kukitaja, lakini
tunaweza kuwatumia hawa watu, tunaweza kuwekeza ndani yao, tukawekeza maarifa, tukawekeza vitu vilivyo bora, na wao wakatupa matokeo yaliyo bora zaidi. Kiongozi mtumishi hatafuti makosa kwa watu wanaoongoza. Kutafuta makosa kwa watu wanaoongoza ni kuharibu kundi. Tafuta ubora walionao. Nakumbuka nilipokuwa rais wa chuo wa serikali, wanafunzi wa chuo cha Biblia pale Dodoma, ni kipindi ambacho kwangu hakikuwa kigumu. Hapana, kwa sababu sijawahi kuwa mwoga kwenye majukumu. Kilipa majukumu kwa neema ya Mungu nitafanya kwa uwezo ambao Mungu ameweka ndani yangu, kwa sababu naamini Mungu hawezi kunipa kitu ambacho siwezi. Kwa hiyo nilipofika nilikuta serikali ambayo kwa namna fulani kama imevunjwa hivi. Kuna vitu haviko sawa. Kuna watu, malalamiko, kelele zilikuwa nyingi sana. Kwa neema ya Mungu nikaamua kuongea na watu, nikaambia mimi sitatafuta mnakosea wapi, nitatafuta mnapatia wapi. Ni wapi mnafanya vizuri? Ni lini mlifanya vizuri? Ni wapi unafanya vizuri? Nikipapata hapo, mimi nitakutia moyo hapo, nitakusaidia hapo, nitakuwezesha hapo, ili uendeleze ubora ulio nao. Nikitafuta makosa, mnayo mengi. Nikitafuta dhambi hapa, mnazo nyingi. Lakini nikaambia nitatafuta ubora ulio nao na unionyesha ubora. Mimi nitauendeleza ili tufike kule ambako tunaenda. Ndio kipindi ambacho tulifanya vitu vingi sana. Si kwa sababu tu mimi ni bora, ila kwa sababu niliamua kuheshimu watu ambao naongoza, kuwapenda watu ambao naongoza na kusimama nao. Na waliokosea niwajibisha kwa upendo. Wanajua huyu hapa naadhibiwa, hapa ninafukuzwa chuo, ni kwa uhalali. Kwa uhalali. Unamfukuza mtu chuo lakini huku unampenda. Na najua napenda. Lakini kwa namna ya kuwapenda watu na kuwekeza ndani yao na kusimama nao na kuonyesha mahali pa kwenda, tulifanikiwa kufanya vitu vingi sana. Kwa hiyo mimi naamini hivyo kwamba kama kiongozi mtumishi, kiongozi wa kiroho, wapende watu wako, na ukiwapenda na kuwatia moyo, basi mna uwezo wa kufanikisha vitu vingi sana ambao viko ndani yao. Kutafuta makosa, hutakosa makosa ndani ya wakosaji. Tafuta ubora, tafuta mema machache walionayo, wasaidie kuyafanya hayo kila siku, kuliko kuonyesha makosa yao kila wakati na kuyaimba makosa yao. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mimi natafsiri ukitaka kufanikiwa kama kiongozi wa kiroho. Lakini pia katika njia hizo naweza kusema kwamba kiongozi mtumishi hadhalilishi watu. Kiongozi mtumishi, hata kama watu anaoongoza wamekosea, hadhalilishi watu. Kumdhalilisha mtu mmoja kwa sababu amekosea ni kudhalilisha kundi zima, kwa sababu huyu mtu naye pia na watu wanaompenda na watu wanaomheshimu. Kwa hiyo kumdhalilisha ni kudhalilisha pia watu wanaomheshimu. Shughulika na makosa ya mtu ukijua kwamba unashughulika na mtu. Ukijua kwamba unashughulika na mtu mwenye hisia, mtu mwenye watu, mtu mwenye familia, mtu wa namna yoyote, shughulika naye hivyo. Kadiri ya neema ya Mungu ambayo Mungu amekupa kushughulikia tatizo. Lakini kudhalilisha watu, kuonyesha watu kwamba si chochote, wamekwisha, kama vile unaenda kuazika muda huo, si jambo lililo bora. Kiongozi mtumishi ni kiongozi anayewekeza kwa watu. Mimi naweza kusema jambo moja, mimi ni MTAG na ndani ya kanisa letu tunaye baba yetu askofu mzee Bishop Dr. Barnabas Mtokambari. Huyu mzee alipokuja kuwa askofu wa kanisa hili la nchi, kwa mara ya kwanza mimi nilipomsoma, alitafuta kwanza kuwapenda watu, kuwawezesha watu ili maono alionayo yafanikiwe. Ndio mahali ambapo tulipata mpango mkakati wa miaka 10 ya mavuno. Ndio mahali ambapo tuliona magari yananunuliwa kwa ajili ya maaskofu. Ndio mahali ambapo tuliona pikipiki zinanunuliwa kwa ajili ya waangalizi, kwa ajili ya makatibu, ili kuharakisha ule mpango ufanikiwe.
Sasa huyu naweza kumchukua mimi kama case study yangu, kwamba ni mtu ambaye nikimtazama amefanikiwa katika uongozi kwa sababu anapenda watu wake na anawafanikisha. Lakini sio tu hivyo tu, alichukua muda mwingi sana kutufundisha. Nakumbuka alizunguka nchi nzima, majimbo yote, karibu kila section anafundisha namna gani ya kutekeleza mpango mkakati, namna gani tukiukamata mpango mkakati tutafanikiwa. Tulipowezeshwa tulijiona sisi tunaweza kutekeleza, hatimaye tukafanikiwa. Miaka 10 tunaposherehekea miaka 10 ya mpango mkakati, tulisherehekea tukiwa tuna lundo au tuna mamilioni ya watu ambao hatukuwa nao hapo mwanzo. Kwa nini? Kiongozi mtumishi alituwezesha sisi watu wake kulifikia kusudi. Alijua tuna matatizo, ni kweli. Alijua hatujui kushuhudia, alijua tuna matatizo mengi. Yeye alidili kufundisha kile kilicho bora kiingie ndani yetu na tufanikiwe, na hakika tulifanikiwa. Mimi kwa askofu wangu, kwangu mimi ni role model wa kiongozi, kwa sababu ya namna ambavyo anawaempower watu wake, anawawezesha ili watimize makusudi ambayo yapo. Kwa hiyo kiongozi mtumishi, jitahidi kuwekeza ndani ya watu na kuwasaidia. Unapoinua vipawa vidogo walivyo navyo, unapoinua vitu vichache walivyo navyo vilivyo vizuri, kadiri unavyofanya ndivyo ambavyo unaongeza ufanisi kwao, unaboresha katika utendaji. Kama waliwakuta na makosa 5 leo, kesho utakuta wamepunguza, wana makosa 3. Kesho kuta utakuta na makosa 2. Kesho kuta unapata mtu ambaye unahisi anakufaa kwenye utumishi wako, kwa sababu umemtengeneza, umeondoa udhaifu kwa kuongeza nguvu ndani yake. Kwa kiongozi mtumishi ni kiongozi ambaye anaweza kuwasaidia watu wake na kuinua vile vitu vilivyoko ndani. Uinukuu vizuri, siyasema dhambi isishughulikiwe. Dhambi shughulikiwe vile vile, uovu shughulikiwe pale pale, makosa ya kijinga yanashughulikiwa. Lakini ninachozungumza ni kwamba hata katika ushughulikiaji huo, basi sisi tusimame kama viongozi, kwa ajili ya heshima Kristo anasimama, heshima ya taasisi inasimama, malengo yanafikiwa na watu pia wanaongozwa. Mtindo huu wa uongozi wa utumishi haujaanza leo, umekuwepo tangu zamani nyingi za Biblia. Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ni kielelezo zaidi kwenye hii aina ya uongozi. Aina ya uongozi, ukisoma Marko 10:45 inasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake kwa fidia ya wengi. Kwa hiyo unaona huu moyo wa utumishi uko ndani ya Kristo. Yeye mwenyewe anaiacha enzi, anaacha mbingu, anaacha kila kitu. Biblia inasema anashuka na kuja kwetu, sio kutumikiwa. Ni Mungu, ni kweli, ni mwenye mamlaka, ni kweli, ni mfalme, ni kweli, ni mtawala wa kweli, ni mwenye nguvu zote, anajua kila kitu. Lakini anapokuja kwetu anataka kutumika, sio kutumikiwa. Na huo ndio moyo ambao unauacha kwa viongozi wa kiroho, kwamba viongozi wa kiroho tusiwe mabwenyeji, tusiwe mabwana, tusiwe watu wenye kujipamba, kujipambiza na kuwa miungu watu. Hapana. Yesu alifikiwa. Kuna viongozi wengi hawafikiwi. Viongozi wengi wa kiroho hawafikiwi kabisa kabisa, hawafikiwi. Yaani pokuja umfikia wewe, ushasota sana, ushahangaika, ushatafuta. Sasa Yesu hakuwa hivyo. Ni kweli, ni kwa ajili ya usalama wako. Siku hiyo nasema usalama ni kweli, hata mimi pia nakubaliana, lakini sio kupitiliza kiasi hicho. Kiongozi mtumishi ni kiongozi wa watu, na kama ni kiongozi wa watu, lazima watu pia wamfikie. Wao usimfikie wote, lakini watamfikia. Ufikiwe na watu, ufikiwe na watu. Yesu alikuja kutumika, sio kutumikiwa. Na sisi pia, na hasa sisi wachungaji, tumikieni watu. Sikae tu ofisini tu tunapigwa tu kiyoyozi pale, basi maisha yako pale hivyo. Tuwatumikie watu. Bado kuna watu wako kwenye shida, bado kuna watu wanataabika, bado kuna watu wanahitaji simu yako.
Kwa watu bado wanahitaji sauti yako. Usio mchungaji tu madhabahuni tu, kama ukishahubiri madhabahuni imeshapita hiyo, basi tukutane wiki ijayo. Nishakutana mchungaji na kiongozi wa namna hiyo. Hasa mimi nikishahubiri Jumapili kanisani, sitaki mtu anifuate tena, wala si ofisini. Nakuja ofisini maana nini? Nikihubiri kanisani ule ujumbe unatosha kutatua matatizo yote. Kwa una haja kuja ofisini, una haja kunipigia simu kutaka msaada, njoo kanisani Jumapili. Huo sio uongozi wa kiroho, wala sio uongozi wa utumishi. Kiongozi mtumishi ni mtu ambaye anadili pia na matatizo ya watu hata nje ya madhabahu. By the way, utumishi wetu, uchungaji wetu zaidi uko nje ya madhabahu. Madhabahu ni dakika 30, nusu saa, risali zima. Ukishamaliza risaa pale umeshamaliza madhabahu. Masaa 23 yanayobakia wiki nzima haya yanaenda wapi? Sisemi basi kila wakati ndio na watu, lakini kuna wakati lazima tupatikane ili tuhudumie watu ambao Mungu ametupa kuwahudumia. Na katika karne ya kwanza baada ya Kristo, Yesu aliongeza uzito mkubwa tu sana kwenye hii aina hii ya uongozi. Ukisoma Mathayo 23:11 anasema, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Bali aliye mkubwa kwenu na awe kama mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Hii ni Luka 22:26. Bali aliye mkubwa kwenu na awe kama mdogo, na mwenye kuongoza kama yeye yule atumikaye. Maana yake anatuonyesha kwamba sisi tumeitwa kutumika. Kiongozi wa kiroho ni mtu, kiongozi mtumishi ni mtu mtumishi, ni mwezeshaji wa watu, ni mshirikishaji wa mambo. Hafanyi vitu peke yake, pamoja kwamba ana mamlaka, ana uwezo, ana nguvu, lakini mtu ambaye anashirikisha watu vitu. Kiongozi wa kiroho hajitetei kuona kama vile yeye si sehemu ya yale maagizo, maono. Kwa namna unajikuta unapewa maono, unapewa maagizo na wakubwa wako, uje uyalete kwa watu wako. Ukifika hapo anaanza kujitetea kana kwamba wewe sio uliagiza hayo, umechukua tu kwa kuhusu. Kiongozi mtumishi anayavaa yale maono, anavaa zile ajenda kana kwamba ni yeye aliyezitunga, ni yeye aliyeziona, anazipeleka kwa watu wake kama za kwake. Sio kama mtu aliyetumwa tu kwa basi ikitekelezeka basi hivyo, sipotekelezeka basi anajua Mungu hivyo hivyo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Mambo yanayomtambulisha kiongozi mtumishi. Jambo la kwanza ni utumishi wake. Kiongozi mtumishi ni mtumishi, ni mtu anayetumikia watu kama nilivyosema. Kwa hiyo si mtu wa kupenda sana heshima, si mtu wa kuangaliwa sana, si mtu wa kupigiwa makofi kila wakati. Ni mtu anayetekeleza maagizo, ni mtu anayetekeleza ajenda, ni mtu wa kutembea na lengo, ni mtu mwenye kutembea na kusudi. Kiongozi hupaswi kuwa mzurulaji. Na vitu vya viongozi wazurulaji kabisa, anapuyaga hapa, yuko pale, yuko hiki, kashika hiki. Ukija kumjumlisha hivi huoni A wala B wala Z. Ukimuuliza yeye mwenyewe naye pia hajielewi naye. Kiongozi sio mzurulaji wa majukumu. Simamia majukumu yako, fanya kile ambacho unapaswa kukifanya. Sifa nyingine ya mtumishi, ya kiongozi mtumishi, tunasema ni mtu mwenye moyo unaoguswa na watu wake. Kiongozi mtumishi tutamtambua namna ambavyo anaguswa na watu wake. Ni mtu ambaye anapenda kuzifikia hisia za watu, mtu ambaye anapenda kufikia mahitaji ya watu na kuwasaidia. Hapendi kuona malalamiko kwenye jamii anayoiongoza. Hapendi kuona matatizo ndani ya kanisa lake. Hapendi kuona. Atamani yakitokea, yanaweza kutokea kwa sababu binadamu tunatofautiana, lakini yakitokea yuko tayari kuyarekebisha kama kiongozi. Ndio maana kiongozi, mojawapo ya sifa ya kiongozi ni uwezo wa kutoa maamuzi kwa wakati. Toa maamuzi kwa wakati. Usiache jambo linatafuna. Huko kanisani washirika wako, unaacha jambo linatafuna. Huko kanisani kwenye idara umewekwa hapo kama kiongozi wa idara,
jambo linatembea chini chini, unalisikia unalipuuzia. Hapana, wewe ni problem solver, wewe ni conflict manager, ni mtu wa kutatua matatizo, migogoro. Kiongozi lazima uwe na nguvu hiyo ya kutatua migogoro. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho, kiongozi mtumishi ni mtu anayeguswa na hisia za watu wake, mtu ambaye anayewafikia watu wake, hata wao wasipomfikia yeye anawafikia. Jambo la tatu, kiongozi mtumishi ana moyo wa ubaba. Moyo wa ubaba ni mtu asiye au niseme ni mtu anayejua kuhurumia watu. Yaani mtu mwenye moyo wa ubaba ni mtu ambaye anatamani watu wake wafanikiwe. Ni provider, ni mtoaji. Kwa hiyo ukiwa kiongozi mwenye moyo wa baba, ni baba ambaye utatoa kwa ajili ya kundi lako. Utatamani kundi lako lifanikiwe sana, kwa sababu wewe unawazaa. Kwa hiyo unapowazaa, mahitaji ya baba kwa mtoto ni kawaida yawe bora sana. Na kama ndivyo basi, kiongozi wa kiroho lazima uwe na moyo wa baba, ili watu wako wafanikiwe, watu wako wasaidike. Na baba siku zote kazi yake ni kutoa, ni kuhudumia familia. Baba hajawahi kutafuta mali kwa ajili yake mwenyewe. Baba mara nyingi, wewe mwenyewe ni shahidi, ukiwa na watoto unaanza, mimi natafuta mali zangu kwa ajili ya watoto ili wasome, ili wafike mahali fulani, ili wafanikiwe. Sasa vivyo hivyo unapokuwa kiongozi, tafuta namna ili watu wako wafanikiwe. Tafuta namna. Wakati niko pale CBC nakumbuka kuna wakati nilikuwa najisikia vibaya kuona wanafunzi wanafukuzwa ada. Yaani ikifika kipindi cha mitihani wanafunzi wanaondolewa. Unamwonea huruma mchungaji, anabeba begi, anatakiwa kuondoka chuoni na nauli hana kwenda nyumbani kwake na ada hana. Kwa anaisha kukaa getini pale akisubiri neema za Mungu zimsaidie. Ndipo nilipoamua mimi kutafuta pesa nje ya mfumo wa chuo, nje ya mfumo wa serikali yangu. Mahali ambapo nitakuta marafiki zangu, watu ambao nimekuwa nao, tumefanya biashara kwa nyuma pamoja, watu ambao niwasaidia kwa namna moja au nyingine, watu ambao tuwasaidia, naambia jamani, naomba tusomeshe mtu, naomba tufanye kitu fulani, tufute machozi ya mtu mmoja. Kwa hiyo tukajikuta kila wakati, kila term napoisha tunalipia watu pesa nyingi, tumelipia ada watu. Wakuja ofisi wachukua pesa, wanalipa ada. Zingine tunalipa sisi wenyewe ofisini moja kwa moja. Ikatusaidia kufanikisha kuwagusa watu wetu kwa moyo wa ubaba. Kama rais wa chuo nikajivika ule moyo wa kusaidia watu ili wamalize masomo yao warudi nyumbani. Na mahala pengine tu ambapo nimewahi kupita, hiyo roho inatakiwa ifanye kazi. Kati niko Shinyanga hapa, nimefika hapa, kuna watu nilikuta, kuna baadhi ya watumishi wanahangaika hivi na hivi na hivi. Mungu akanipa marafiki ambao tunaweza kufanya kitu kwa wale watu, na Mungu amewasaidia wale watu, wamesaidika kwa namna moja au nyingine, kwa ukubwa kabisa ambao sio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ya moyo wa ubaba. Usitafute kila kitu kwa ajili yako, angalia pia, tazama pia watu wako, tazama watu wengine. Kama kiongozi, gusa, hata kama uko kwenye jamii, kanisa lako au taasisi yako au kwenye jamii fulani hivi, gusa wale watu ambao wanakuzunguka, hata kama hawajaokoka. Gusa maisha yao, gusa kuna yatima kule, gusa kuna wajane kule, gusa kuna watu waishi kwenye mazingira magumu, kuna wazee wasiojiweza, vikongwe, gusa kuna watoto ambao hawaeleweki. Waguse. Namna ambavyo unaonyesha moyo wa baba, unakuwa kiongozi mtumishi, kiongozi bora. Namba 4, kiongozi mtumishi huthamini watu wake. Naposema kuthamini, ni ule uwezo wa kujenga mahusiano mema na watu, kujenga, kuheshimu watu ambao unazunguka, kuto kubagua. Kuna watu naongoza wana hali mbaya, wana hali mbaya kweli. Yaani ukimwangalia unasema Mungu wangu huyu naye, lakini hao wote Mungu amekupa ni wa kwako. Thamini hao watu. Huwa nasema mtu kama anaishi, kama mtu anaishi hajafa, Mungu anaajenda naye. Kama anaajenda naye, wewe hutakiwi kumdharau kwa namna yoyote. Mthamini huyo mtu, na Mungu amekupa ni wa kwako. Kwa hiyo usibague watu wako kwa sababu ya matabaka ya kielimu, uchumi, uzuri wa sura, maumbo yao, makabila yao na huruka zao. Wewe jaribu kubalance mambo, kila mtu ishi naye, mfikie kwa namna yake ambayo
itamfanya ajione anastahili, anathaminika na ni mtu katikati ya watu. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya haya. Jambo la mwisho nizungumze hapa ni kiongozi mtumishi ni kiunganishi. Kiunganishi ni connector. Ni si mtu wa kubagua watu, ni mtu wa kuunganisha kundi, ni mtu wa kuunganisha mambo. Nataka kufahamu kidogo na hapo juu, lakini hii ina utofauti wake. Ni mtu wa kuunganisha, ni mtu wa kulitazamisha kusudi kwa watu, kwenye kuwapeleka watu kwenye kusudi kwa pamoja. Yaani wengine wanachechemea, wengine wanakimbia kwa speed, lakini wote anaweza kuwakusanya akawatazamisha kusudi. Ni mtu anayechukua kundi katika hali ya umoja. Kwa wewe kama kiongozi usibague watu na kuonyesha kwamba wanatofautiana sana. Ni kweli tofauti upo. Ambaye amesoma na ambaye hajasoma tofauti upo. Mwenye pesa na sina pesa tofauti upo. Lakini wewe waunganishe wote wajione ni wenye thamani. Asante, tukutane kipindi kijacho.